Mheshimiwa, karibu sana. Asante. Habari ya majukumu? Salama kabisa. Hongereni sana kwa kushiriki katika maonyesho haya makubwa. Asante sana. Kwa mtu ambaye ndio kwanza amepata nafasi ya kuweza kujiunga na wewe, kwa utambulisho mfupi tu, ni nani na unatokea wapi? Kwa utambulisho mfupi ni Freddy. Sawa, kwa utambulisho mrefu. Freddy William Silaa, co-founder wa Ifulusi Mobipower, which was the first mobile money gateway in Africa. Ingawaje watu wengi wanadhania M-Pesa ndio walikuwa wa kwanza, Mobipower ndio walikuwa wa kwanza, na sasa hivi ni mkurugenzi biashara wa kampuni inaitwa Esteban, ambayo ni kampuni inayohusiana na integration za technology, payment gateways, asset management solution, banking solutions. Tuna makampuni mengi ambayo tuna integrate pamoja kwa ajili ya kufikisha huduma zetu. Ifulusi na Esteban ni mara ngapi kushiriki katika maonyesho haya makubwa? Ifulusi tulifunga rasmi miaka kama 10-15 iliyopita. Na madirekta wakaendelea na shughuli zao nyingine. Kwa hiyo Ifulusi imeshashiriki kwenye maonyesho makubwa mengi, kama nilivyosema kwamba Ifulusi ni kampuni ya kwanza kufikiri na kuunda mfumo wa malipo kwa njia ya simu ambao ulikuwa unaitwa Mobipower. Kwa hiyo tumeshiriki maonyesho mengi Ulaya, Afrika na hata Tanzania. Na Ifulusi vile vile ilikuwa kampuni ya kwanza kufanya mobile ticketing katika kombe la Kagame Cup. Kama unakumbuka Kagame Cup ya mwaka 2017, 2008, kuna tiketi za teknolojia zilikuwa zinaskaniwa kwenye vibanda pale Taifa. Wale walikuwa Ifulusi. Sawa sawa. Sasa Esteban ndio kampuni changa mpya ambayo ni mara ya kwanza kutoka nje na kusema ipo. Hongereni sana. Asante sana. Na kwa namna ambavyo mmeshiriki na kuona maonyesho yalivyokuwa, nini ambacho mnaweza mkazungumza kwa maana taswira ya jumla ya maonyesho ambayo mnaweza kuipata? Taswira ya jumla, ningependa kuhamasisha Watanzania kushiriki kwenye teknolojia, kwa sababu naona kuna Wakenya wengi na makampuni ya kizawa ni machache. Kuna makampuni ya nchi nyingine waliotoka mbali, wakati naamini kuna Watanzania wengi walio kwenye teknolojia ya fedha, lakini hawawezi kutoka mbele na kusema wako kwenye teknolojia ya fedha. Sisi ndio waanzilishi wa teknolojia nyingi za fedha. Benki zetu zina channel nyingi za fedha duniani ambazo Watanzania wengine ndio aggregators na ndio provider wa hizo service, developers wa hizo service. Kwa hiyo ningeshauri kampuni za Kitanzania kushiriki maonyesho mengine zaidi ya jinsi walivyojitokeza kwa siku ya leo. Sawa sawa. Hilo kweli ni jambo la msingi sana. Na moja kwa moja, kama tunavyozungumza hivi, yupo mteja wako kwa mara ya kwanza anakutazama, nini ambacho unaweza ukaongea naye kwa sasa? We are reliable, we are service oriented. Tunafanya kama mteja anavyotegemea kufanyiwa. Always our solutions zinakuwa tailor made kutokana na mteja alivyo. Kwa sababu unapojiita, naongea kwa Kiingereza zaidi, unapojiita solution provider, ina maana utoe utatuzi wa tatizo la yule mteja. Sawa. Na tatizo lako wewe sio tatizo la yule. Tatizo la bank X sio tatizo la bank Y. So when you are serving bank X, usimwambie kwamba bank Y nilimsave hivi akaridhika. So each mteja wangu anaseviwa accordingly na yanavyohitajika. That's great. Na neno moja ambalo unaweza kuwaasa Watanzania na jamii kwa ujumla kwa habari ya maonyesho haya makubwa, pande ambapo yatakuwa yakisikika tena kwa awamu nyingine ya kitangazo? Wajitokeze kwa wingi kwa ajili ya kuona teknolojia mpya na kufahamu nini kipya kwenye market, na vile vile makampuni nayo yajitokeze kwa wingi. Ndio hilo ambalo naweza kuwaasa. Nashukuru sana kwa wakati wako. Asante sana. Asante sana.